mrithi halali kabisa wa marehemu Steven Kanumba. Unakubaliana na hiyo kauli kwamba wewe ni mrithi halali wa marehemu Steven Kanumba? Si kweli kwa sababu Kanumba tabaki kwa Kanumba na Vevo tabaki kwa Vevo. Ile ni generation nyingine, yeye alikuwa ni yeye, alifanya alichofanya, amejitahidi kupush na sisi tunajitahidi kupush kwenye uwanda mwingine. Kwa hiyo kusema kufananisha itakuwa ni kumkosea yeye pia na hata kunikosea mimi pia, kwa sababu ninachokifanya mimi na kwenye wakati ambao niko mimi yeye hayupo, na kwenye wakati yeye anafanya mimi sikuwa nafanya. Kwa nadhani tuweke hivyo. Labda tutarajie kuna muda ambao utafika utaenda utaweka labda kwenye channel, kwenye Vingamuzi kama hivi, ama tukutarajie utabaki kwenye upande wa YouTube tu? Tumetoka pia kuzungumza na baadhi ya viongozi. Nadhani tunaweza tukaiona kitu ikiruka kwenye TV, mention baada ya muda kwamba itaruka TV gani, lakini tunaweza tukaiona kitu ikiruka kwenye TV. Unahisi kuna mafanikio makubwa zaidi ikionekana kwenye TV zaidi ya YouTube? Kote ni mafanikio. Kuna audience ya TV ambayo wengine hawafuatilii kabisa masuala ya YouTube na hawana Vingamuzi, lakini pia tuna audience ya YouTube ambayo yenyewe inaenda mpaka nje, mpaka wapi. Sawa. Tukija kwenye project yako mpya, ni muendelezo wa Big Boss. Ni moja kati ya movie ambayo mashabiki walikuwa wanaifuatilia sana, na hata ambavyo pale ulivyoishia tuliona comments zilikuwa nyingi sana za mashabiki wakidai pia muendelezo wa hii Big Boss, na hatimaye umekuja kuwajibu kwenye hii Big Boss. Kwanza tukianzia hapo, ina rasmi kabisa itaachiwa lini? Big Boss inaachiwa tarehe 18 ya mwezi huu wa 10 saa 7 mchana. Zingatia neno saa 7 mchana ndio itaachiwa Big Boss. Umesema unaachia tarehe 18 Jumamosi ya mwezi huu. Mwezi huu umekuwa ni mwezi ambao una mambo mengi sana. Kuna baadhi ya wasanii ambao wanashindwa kuachia kazi zao kutokana na mambo ya kisiasa yakiwepo. Mambo ni mengi sana na watu wameconcentrate kwenye upande huo sana. Labda wewe upande wako haujaiangalia hii au umeiangalia na umejua jinsi gani ambavyo utawaweka sawa mashabiki zenu? Kwa upande wangu nadhani swala la kuachia mimi movie haihusiani sana na siasa. Kwa hiyo siasa itabaki kuwa siasa na movie itabaki kuwa movie. Tuna mafans Kenya, tuna mafans Uganda, tuna mafans sehemu tofauti pia, wao kwa hamna siasa. Kwa hiyo kwa watazama wote tumeona tuachie kipindi hichi. Kwenye Big Boss niliona pia uliposti pia kwenye kurasa yako ya Instagram umeenda nje ya nchi pia kushuti movie ya Big Boss. It means inakwenda kuwa ni movie yako ya pili. Nirekebishe hapo. Kwenda mwenyewe tumeenda. Mmeenda. Wangapi mmeenda? Tumeenda watu kama 8. Kama shingapi hivi mondoka? Pesa nyingi sana kwa sababu hata kwenda sisi tufikia Switzerland, na unapojua Switzerland ni nchi ambayo wanatengeneza hela. Kwa hiyo kufika Switzerland sio rahisi. Hata visa zake kupata ni mchongo. Kwa hiyo tufika Switzerland, baada ya Switzerland tukaenda German, baada ya German tukaenda French Paris. Sasa unaweza kutazama ndani ya hiyo miji ambayo tumetembea na kufanya kazi, ukapigia kidogo bajeti zake katika hizo nchi tulizozipiga hapo. Ni gharama kama kutoka hapa mpaka Ulaya huko na gharimu takriban mamilioni 3 kwa mtu mmoja. So unaweza kuona kwa hao watu inaweza kugharimu kiasi gani. Hivi YouTube inalipa kiasi hiki? Inalipa sana YouTube. Nisilipe. Kuna juzi kadi tu hapo, kuna moja kati ya YouTuber pia ilifanya press na wanahabari na akazungumza akasema kwamba YouTube haitoshi kulipa. Aliingia ubalozi na moja kati ya kampuni, na kwenye media aliposti hivi na wewe ukaenda kuonyesha comment ukasema muongo, YouTube inalipa. Watu wanakuwa wanachanganya, huyu anasema YouTube inalipa, mwingine anasema YouTube hailipi. Hao ni madogo ambao wanakuja kwenye YouTube, kwa hiyo wao ni wageni hao vijana, kwa hiyo wana haki pia kwao kusema haiwalipi kutokana na audience zao, na watazamaji wengi wanatokea Bongo, kwa hiyo ni haki yao kusema hailipi. Unajua tena ndio watu wanakuwa wanaanza. Kwa maana nikamwambia muongo, kwa hiyo inawezekana yeye kwake ndio imlipi lakini sio kwa sisi wengine. Kwa hiyo watazamaji wengi wakitokea Bongo it means kwamba hata dola inakuwa ndogo. Bro, wewe mwenyewe ni YouTube, unajua YouTube tunalipa kwa CPM, kwa hiyo CPM ya Bongo na ya Ulaya na ya South Africa na ya wapi ni tofauti. It means wao wanakutazama wengi ni wa Ulaya. Mimi natazama duniani. Labda Crown, nataka unisaidie kitu kimoja hivi. Sioni wasanii wa maigizo
wakiwa pamoja sana, yani kukuta watu wasanii wa Crown, wasanii wa dunia, wasanii wa wapi wakiwa wamekaa pamoja ama wamealikana kwenye event za pamoja, ukiwa compare na wasanii wa Bongo Flava, mara nyingi wamekuwa wakifanya vitu kwa pamoja, ama wasanii wa comedy. Hii inakuwaje kwa wasanii wa maigizo? Unajua hii industry ya YouTube ni changa, kwa hiyo ndo inakuwa. Tumeona vijana wengi, madogo wengi wameanza kuibuka sasa hivi, nao pia wanafanya. Kwa hiyo nao pia tuone wametengemaa, ndipo tutaweza kuona hivyo vitu ambavyo kama wasanii wa muziki wamefanya, kwa sababu ukizungumzia kwenye muziki wasanii wengi sasa hivi wameshajiimarisha. Unakuta mtu anataka afanye hiyo press lakini hana sasa sehemu ya kuwaitia, anakuita kwenye nini, si huko kwenye bata, anakuita si wapi huko. Kuna mwingine hawezi kwenda, especially mimi siwezi ukaniita na nini kaenda nimeonioni kwenye hizo sehemu nyingi au mikusanyiko mingi ya YouTube. Hivi kiwango chako kipo pale pale? Nakumbuka kuna interview moja ulisema kwa mwezi unaingiza zaidi ya milioni 80, kipo pale pale ama kimepanda sasa hivi kwa mwezi unaingiza zaidi ya hii milioni 80? Nisingependa kulizungumzia hilo kwa sababu YouTube iko hivi. Kuna muda nakaa, zamani kwa kila muda nashua kazi, lakini sasa hivi nimekwambia miezi miwili sijapost kazi. Kwa ndani ya miezi miwili siwezi kupata pesa kama ninavyopata nikiwa nafanya kazi. Kwa hivyo ina maana kimepungua. Nikiwa sifanya kazi kinapungua, nikifanya kazi kinapanda. Nakumbuka kwenye moja kati ya interview yako ya kitambo sana, ukipindi hiko unajitafuta, na juzi kati li trend ulimzungumzia Diamond Platnumz, ukasema kwamba mimi namkubali Diamond Platnumz nini na nini. Maneno yalikuwa ni mengi sana na juzi kati ikatrend. Ulikiona kile clip kwa? Niliona ni the way watu wanajitahidi kutengeneza AI basi, lakini sijawahi kufanya clip ya design hiyo wala kuongelea ndini clip ya design hiyo. Kiukweli nimeshabiki wa Diamond, lakini nisingeweza kukaa na kuongea hivyo. Ni vile tu watu wanatengeneza AI. Kaka ile tunaona kabisa reality, huyo ni Clam Vevo anaongea. Kuna AI nyingi sana. Kipindi hicho kulikuwa hamna AI. Unajuaje kama unasema clip imeanza kutrend juzi, unasemaje kipindi hicho? Mimi mwenyewe nimeiona sasa hivi. Ile sura inaonyesha kabisa huyu Clam Vevo wa kitambo na kile miaka kadhaa nyuma alipokuwa anajitafuta. Sijui mimi sasa kufanya kitu kama hicho. So naona wewe unawezekana wewe ndio unatengeneza hiyo AI. Unaona unanitaka mimi nikubali kama ni mimi. Sio mimi. Kuna clip pia niliona hapa juzi kati tu hapa. Watu wanasema kwamba Clam Vevo sio comedian bali ni mwigizaji. Wewe unajiweka katika kundi gani, ama upo kote comedian pamoja na mwigizaji? Wasanii wa comedy niwaambie tu kitu kimoja, wasiniogope. Najua wanaogopa moto wangu yani. Mimi napiga miguu yote, napiga comedy, napiga uigizaji. Kwa hiyo wasiniogope. Nasemaga hivyo wananitoa ili mradi wasipate kumshindanisha. Sababu akiniweka wanajua comedy kushindanisha comedy ndio ataniweka. Kwa hiyo mimi napiga miguu yote, comedy nipo, serious nipo. Unatoa movie Jumamosi, lakini kuna movie ambayo pia watu wanaifuatilia sana inaitwa Dunia. Haikuogopeshi labda kwa sababu tangia ilivyoanza kuachiwa mpaka sasa hivi pia inafanya vizuri kwenye numbers, zinapiga inafikisha mpaka milioni 1 huko, laki 8, laki 9. Haikuogopeshi movie ya Dunia unakwenda kuachia movie yako weekend hapa, haikuogopeshi? Sisi tunafurahi kuona kuna movie zinafanya vizuri pia, kwa sababu kulikuwa hakuna mtu anafanya vizuri zaidi ya Clam. Yani ilikuwa huna hata mtu unasema huyu naye anaona. Kwa hiyo na fly na naona anapiga zaidi, na ukiziona zile viewers ni viewers nyingi sana, milioni 1 ndani ya one day. Kiukweli ni kitu cha kujivunia. So nitakuwa ni mpuuzi nisipokuwa proud na hayo mafanikio kiukweli, kwa sababu anapofanikiwa mtu kwenye hii industry ndio unafanikiwa na wewe pia, kwa sababu kama yeye ameweza kupiga basi kuna mtu mwingine atakuja kupiga. Ndivyo hivyo YouTube ilivyo. Kwa hiyo hainiogopeshi sana, ndio imenifurahisha na kunitia chachu ya kufanya kazi inshallah. Hapo tujazie wakati ulivyoachilia skitu, comment nyingi kwamba skitu ilishindwa kuipindua dunia. Nadhani hizo comment uliona na baadhi ya mashabiki wengi walizungumza hivyo. Sisi hatukuleta kupindua wala hatuje kupindua, kwa sababu siwezi nikaja nikajishindanisha na dunia au nikaja eti nishindane na mtu yoyote YouTube. Kiukweli mimi sijaja kupindua, mimi nafanya kazi zangu siku zote. Kwa wala sikusema nakuja kutoa kazi kwa ajili ya kupindua kazi fulani. Kwa hiyo kazi zako naachia bila mashindano na mtu? Sishindani na mtu, kwa sababu tunaanzaje kushindana? Tunatakiwa tushirikiane ili tuweze kufika sehemu fulani game inapokuwa. Sasa tunasemaje tunashindana? Hivi kuna YouTuber anayekuogopesha sasa hivi? Sidhani kama kuna YouTuber ananiogopesha, kwa sababu watu wote wamekuwa wakinitazama mimi, sasa nakuwa namuogopa nani? Yani tuseme nimeinspire watu nianze kuogopa, nitakuwa ni mpuuzi. Na waangalia tu the way wanakufurukuta basi, kwa sababu hata kutoka hapa mtu kwenda kushuti South itachukua miaka, kwenda kushuti Ulaya itachukua miaka, na nalijua hilo.
wa YouTuber ngapi ambao unakubali na kazi zao ambazo wanazozifanya sasa hivi? Nakubali watu wengi. Mmoja ya kijana ambaye yupo kwenye crew yako alizungumza kwamba Big Boss msimu wa pili humo ndani kuna uhalisia. Yaani kama Freemason kweli kweli. Kuna viapo humo ndani, watu wameapa. Mmeenda sehemu kuna maukumbi huko, mambo yamefanyika uhalisia kabisa. Na nikasema leo lazima nikuulize hili swali. Ukweli upo kiasi gani, maana kazi bado haijatoka? Siwezi nikazungumzia vitu vya ndani vya Big Boss kwa sababu tumeviweka kama surprise. Watu wanapoenda ndo wakavitazame. Kwa hiyo tumefanya vizuri kiukweli na tunategemea support zao na tunashukuru kwa kutusupport kila siku mpaka kuwa hapa. Unajua kubaki kwenye peak ndani ya miaka kama 5 sijui ni kitu kikubwa sana. Kuingia kwenye game na kutrend ni rahisi, na tunaona kuna ma YouTuber anakuja anafanya series ina hit lakini wanazima. Kuna YouTuber mwingine anafanya series ina hit anajiona tayari mkubwa, akileta series nyingine amna nani. Kwa hiyo kuwa mpaka leo hii tunafanya, wewe leo unaiongelea kitu, it means unaijua inafanya viwazi zile na tangu miaka hiyo. Kwa hiyo ni kitu cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Niliwahi kusikia interview ya Kakoso, mmoja ambaye alikuwaga crew yako. Sidhani kama sasa bado uko naye au la, kwa sababu simuonioni. Aliwahi kusema kwamba anahusika kwenye kutola script zako. Mpaka sasa hivi bado uko naye? Unajua sisi tunafanya kazi na watu, lakini mtu akikua tunamwacha anakuwa anafanya kazi yake na yeye anaajiri watu. Kwa mtu kama Kakoso sasa hivi ana crew yake na analipa watu mishahara. Kwa ni kitu ambacho cha kujivunia sana. Alikuwa kama director lakini sasa hivi yupo anafanya movie zake na analipa watu pesa. Kitu ambacho mimi nilikuwa nampa yeye pesa, sasa hivi yeye ndo analipa watu pesa. Kwa tuko proud sana na yeye. Na sisi tukiwa tunatunga movie tunashirikiana watu karibia wote. Kila mtu tunamuona kwenye crew. Natoa idea, natunga idea, alafu nakaa na watu naanza kuuliza hapa tuweke nini. Hivyo. Tajiri bado uko pale pale bilioni 5.